Na mtazamaji, karibu tena. Serikali inatekeleza ujenzi wa miradi ya barabara ya zaidi ya kilomita 400 kwa gharama ya shilingi bilioni 25 katika kaunti ya Nyandarua kama sehemu ya juhudi zinazonuiwa kuimarisha miundombinu na usafiri katika eneo hilo. Waziri wa uchukuzi na barabara Davis Chirchir alitangaza miradi hiyo wakati wa ziara ya ukaguzi na uzinduzi wa barabara ya Ngorika Kanjuiri ya umbali wa kilomita 37. Kama vile mwanahabari wetu Timothy Kipnusu anavyotuarifu, ni kwamba Chirchir alipuzilia mbali madai kuwa miradi inayoendelea kutekelezwa katika gatuzi la Nyandarua imeshawishiwa na uchaguzi mdogo ujao katika eneo bunge la Olkalau. Serikali ya kaunti ya Nyandarua imepigwa jeki baada ya serikali kuzindua mradi mkubwa wa ujenzi wa barabara. Miradi ya barabara za umbali wa zaidi ya kilomita 400 kwa gharama ya shilingi bilioni 25 inanuia kuimarisha miundombinu na usafiri katika eneo hilo. Akizungumza wakati wa ziara ya ukaguzi, waziri wa uchukuzi wa barabara Davis Chirchir alisema serikali ya kitaifa imekamilisha malipo yote ya jumla ya shilingi bilioni 175 kwa wanakandarasi na kuwezesha miradi hiyo kukamilika kote nchini. Hii kazi nilikuwa nimemuuliza hapo kitambo. Tutaweka magari zaidi ya 37 heavy earth moving vehicles kwa hii kazi. Vijana watakaoajiriwa kazi, the youth to be employed will be the youth from this community. Upeleke shukrani zetu kwa Mheshimiwa Rais, kwa sababu hapa kwetu Nyandarua, hapa kwetu Ngorika, leo ndio tumepata uhuru wa barabara. Leo ni siku ya kihistoria. Hata hivyo, Chirchir amepuzilia mbali madai kwamba miradi inayoendelea kutekelezwa katika gatuzi la Nyandarua imeshawishiwa na uchaguzi mdogo katika eneo bunge la Olkalau, wakidumisha kuwa miradi husika ni sehemu ya ajenda ya maendeleo ya muda mrefu wa serikali ya Kenya Kwanza. Na tutajionea, unajua wakati ya siasa saa hii porojo ni mingi. Tutasikia maneno mengi, lakini tusipochunga tutaona madogo sana. So I want to assure you we will bring development to the people of Olkalau like we are building the rest of Kenya. Huu ni muujiza unaofanyika katika vijiji zetu, kwa sababu miaka 64 hatujapata barabara, hatujapata maji, hatujapata maendeleo. Sasa ndio haya. Kweli si kweli jamani? Viongozi walioandamana na waziri huyo waliwahimiza wakazi wa eneo hilo kumuunga mkono mwaniaji wa chama tawala cha UDA katika uchaguzi mdogo ulioratibiwa kuandaliwa tarehe 16 mwezi ujao, wakisema ushirikiano na serikali ya kitaifa utaimarisha utekelezaji wa miradi zaidi. Ikifika tarehe 16 mwezi wa 7, mchague maendeleo, 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 na mchague maendeleo kupitia Moshina. Timothy Kipnusu, Darubini Wikendi.